Jina limebeba hatima ya mtu, destiny. Jina limebeba hatima. Kwa hiyo kama ukimpa mtoto wako jina fulani, inaweza ikaamua juu ya hatima yake, inaweza ikaamua juu ya kesho yake. You can ruin the whole future of your child just because of the name ambayo umeamua kumpa. Unaharibu kabisa future yake kwa sababu ya jina. Unashangaa unavyotaka aende haendi, unavyotamani hakuna. Kwa nini? Kwa sababu jina alilolibeba limetengeneza another destiny ambayo sio hiyo Mungu ametaka awe nayo. Naongea na mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kitabu cha Mwanzo 35 mstari wa 18. Haleluya. Haleluya kanisa. Biblia inasema ikawa hapo katika kuitoa roho yake. Hebu sema ikawa hapo katika kuitoa roho yake, maana alikufa. Akamuita jina lake Benoni, lakini babaye alimuita Benjamin. Huyu ni Raheli, mke wa Yakobo. So namkumbuka Raheli alichelewa sana kupata mtoto. Baadaye akajaliwa akampata Yusufu, lakini uzao wake wa pili akawa huyu wanaitwa Benon. Yeye alimuita Benon, lakini baba yake akakansel, akamuita no, huyu ni Benjamin, sio Benon. Nitakueleza kwa nini baba yake alibadilisha. Kwa sababu alimpa Benoni ni mama yake, lakini baba akampa Benjamin. Kwa nini? Naongea na binadamu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie. Huyu mama wakati anamzaa huyu mtoto alipata uchungu mkubwa sana na alitokwa na damu nyingi sana. Baada ya kumzaa akataka kuienzi hiyo hali aliyo experience wakati wa kumzaa mtoto. Na nitakueleza namna ambavyo imetuletea shida sana hii kitu. Naongea na mtu. Akamuita Benon, maana yake ni kwamba nimemzaa kwa uchungu. Na Biblia inasema baada ya kumzaa tu akakata roho, akafa yeye. Lakini baba yake akabadili jina lake mapema. Akasema no, hapana, Benon itaruin future huyu mtoto. Akasema hapana. Akabadilisha haraka. Akasema this will be Benjamin. Huyu ataitwa Benjamin na sio Benon. Kwa nini? Kwa sababu kama angebaki na Benon, maana yake huyu mtoto angeishi kwenye huzuni mkubwa na maisha yake yangekuwa ya uchungu, kwa sababu ile nia ya mama yake ingeendelea kuwa nyuma ya jina hilo maisha yake yote.